Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye channel yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee na kuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako? Lako ni rahisi, ni kujiandikisha kwenye channel hii. Kujisajili haina gharama, haina malipo, ni kubonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo, usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Letu ni kukuletea yale yanayoripotiwa kwenye ardhi ya Kongo. Habari zetu moja kwa moja, acha tuzianzie huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kama kawaida, ambapo habari zetu tutazianzia huko Nord Kivu na Sud Kivu, ambapo mapambano yanaendelea na hali ya usalama mdogo yaendelea kuripotiwa katika maeneo mengi, na usalama waendelea kudhorota kulingana na vita inayoendelea kiongozwa na kundi la waasi wa M23 AFC Twirwaneho, na pia jeshi la taifa nalo laungwa mkono na jeshi la wazalendo pamoja na jeshi la Burundi. Naam, bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo. Leo hii ni tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka ni wa 2025. Habari zetu tutazianzia huko Sud Kivu, maeneo ya Katana, ambapo kumeweza kuripotiwa usalama mdogo kulingana na vita inayoripotiwa huko Katana. Habari zinatoka huko zinasema ya kwamba katika mapambano ya jana mnamo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2025, jeshi la wazalendo limeweza kupiga kundi la M23 vibaya na kuwasambarasha huko katika maeneo ya huko Katana. Habari zinazotoka huko kwa wazalendo wenyewe wanashuhudia ya kwamba kundi hili la M23 limeweza kuyaacha maeneo kadhaa, vijiji kadhaa huko Katana. Kwa sasa Katana maeneo mengi yako katika mikono ya wazalendo kulingana na habari zinazotoka huko. Wazalendo wako bien prepare, bali kamata bahutu mingi, si ayo ni nini marava ile 3 lokalite waligombana kwa tuyayo ni nini, cette fois-ci walikuwa na force ya nguvu. Mais le premier que nous en avons à c'était wazalendo ndo wanaingia Katana. Bako Katana, bako naingia mubalabala, wanausa na wanaenda kulingamwa kwa antene ya RTL kule Chaoboka. Beba kumakartie wa mingi, wanasema mwe baangalie kama wanaweza pigana mwa hii magharibi wala treto mata. Ndio wako napenda waangalie kwenye wa mai fulazimani, yani jentre na jefiche. Ndo vile no decision ya kwenda Kavumu kurke waangalie kama ndo kwevarisi watashukia kama wapina wa soda wa FARDC na Barundi. Ndo programu yenyeko abo wanasema atuye ile madialogue le general wa Bahutu ule na aba general wa Batembo, sema atuye ile madialogue shini kupiga Mnyarwanda mpaka sentir mwenye atakufana mwataisha maisha. Ndo info yenye kumwa Katana banajie parpie sana le kupigana ndo banaenda pigana. Hali hivyo ndivyo ilivyo Katana kulingana na habari kutoka watu wako maeneo huko ya Katana. Wanashuhudia ya kwamba jeshi la wazalendo limeweza kuwasambarasha kundi hili la M23 na kudhibiti vijiji vitatu, na lengo la wazalendo wanasema ya kwamba wanataka kusonga mbele hadi Kavumu, wauteke uwanja wa ndege, ndiyo msaada yao iweze kushuka hapo na wakiukamata mji wa Bukavu. Hayo niyo mpangilio wa wazalendo. Upande mwingine tukirudi huku Nord Kivu, Lubero, maiti nyingi za wazalendo zapatikana huko Lubero kwenye mto wa Mbala. Hapo ni baada ya mapambano makali
mengi yaliyokutanisha jeshi la wazalendo pamoja na kundi la waasi wa M23 hapo Mbale katika karibu na mji huo. Habari zinasema ya kwamba maiti nyingi zimeshuhudiwa na zimeonekana za wazalendo, wakiwa wengi walikuwa wamepigwa risasi kwa kichwa. Na katika habari tunazo zinasema ya kwamba kundi hili la M23 limeweza kufaulu na kuwazingira wazalendo huko Rubero karibu na mji huo na kukata kamba za meli ambazo zilikuwa zinatumiwa na wazalendo hao. Baada ya mapambano makali, ndiposa wazalendo wameweza kuwapoteza watu wengi ama wapiganaji wao wengi. Habari zinasema ya kwamba zaidi ya wazalendo 43 wameweza kuaga dunia kulingana na shambulizo hizo ambazo zilikuwa zimepangwa na kundi hili la M23. Ni baada ya kundi hili ya kuwazingira na kuweza kuumiza vikali jeshi hili la M23 la wazalendo. Upande mwingine huko Sud Kivu katika nyanja za juu Haut Plateau, Sud Kivu huko tarafa la Fizi, Mwenga na Uvira. Kwa ujumla huko Haut Plateau kuna pangwa mashambulizi makali ambapo jeshi la Burundi pamoja na wazalendo wanajiandaa ndio waweze kushambulia kundi la Twirwaneho M23 ambalo wanaopatikana huko. Kabla niendelee na habari zetu kwa kujuza mengi ambayo tumekuandalia, acha nikuombe kama wewe ni mgeni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu Kongo Yetu News TV, ama wewe ni mwenyeji lakini bado hujajisajili ama hujajiandikisha kwenye channel hii, acha nikuombe tu, haina gharama, haina malipo, ni bure. Jiandikishe kwenye channel hii ndio kuwe mwanamemba. Kujiandikisha ni rahisi, unabonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button la alama la kengele ili tunapotoa habari uweze kupata notification kwa kifaa unachokitumia mahali popote ulipo, saa yoyote tunapotoa taarifa bila kutafuta ama kutumiwa. Yote tunawasalimu tena sana nyinyi wote, tunafuraha paske tuna determination ya kuchunga nchi yetu. Depuis longtemps tulikuwa na ongelea kuhusu shida mbalimbali na origine zake. Tulipima kusoma vikaratasi vya zamani, tukasoma kama accord de Lemera signé kama le 2 octobre 98 96 voilà. Tukaona arrivé à ba FDLR ku terre yetu en 94 après le massacre, donc le génocide au Rwanda. Voici 30 ans noirs. Donc de 94 à nos jours, 30 ans noirs. Ukikamata âge yangu, j'étais encore enfant. Âge yako ukitosha 30 ans, utaona kama uko na miaka ngapi. Âge yako ukitosha 30 ans, peut-être utakuwa na wewe zaliwaka. Alors, tunapima kujiuliza hii accord de Lemera ou bien les différents accords. C'est-à-dire que nini? Même les députés, même les ministres, même les gouverneurs, certaines personnalités habayui contenir ma accord. Parce que lakini bilioka hai. Raison pour laquelle tunaambia ba autorité ba kona kamata bitu d'après aval et à peuple. Ndiko nasema pa juzi jana kila Congolais wasema kila Congolais parce que nous avons une même conscience. Tuwasema tuseme chers patriotes, ni kia maana hivi tu vya Angola viachiwe, vya Rwanda hivi tupige adui. Lakini bon, peut-être bakubwa na nyingine maneno nyatuko na jua. Peut-être uko ma diplomatie makwa bobiko est difficile de comprendre si ba citoyen wa chini. Raison pour laquelle tunapima kudecortiquer hii élément fulani. Alors tulisoma hii banandika accord de Lemera. Iko bikartas tulisoma tutasa tamba kubikritiquer si comme ba Congolais. Numéro 1, exterminer tous les Hutus vivants en RDC, à commencer par les réfugiés comme Abitougani. Il n'a pas parlé. 2, exterminer les vaillants militaires congolais. Il est d'accord au mwenyewe tout. 3, exterminer tous les hommes d'influence qui ont des possibilités au Congo, à commencer par les Kivu. Donc, ba Congolais vote, mais qu'on a influence kuanja mu Kivu. Or tunasema kila siku sema hii geri ya Kivu Ituri tukwe kwanza prudent tuangalia kama ni namna gani. 4, massacre des jeunes congolais par poison, travaux forcés.
banawa ba jeune congolais mu poison bana bapatia sumu na kazi za ngufungufu, kazi za kubakazia dongi utafanya hiki. 5. Exterminer les autorités coutumières pour affaiblir les pouvoirs coutumiers. Batawa batu ba coutume, batu ba asili, njo ribishe, regeze pouvoir ya coutume yetu. 6. Décomposer l'armée congolaise et diminuer son effectif. Banapenda babaganye armée yetu na bapunguze effectif yake. Tuko na biona vile tuko prudent. 7. Pillage des richesses du Congo, surtout des minerais et produits agricoles et industriels. Biba ile baoro, bakasterite, ba uranium, ba diamant, ba coltan, ba manganèse, ziko naenda. On doit se poser des questions. Ima kakao hizi, muko naona kisi kuna potea kakao, café, ima kenkina. C'est comme plantes industrielles, produits industriels, agricoles industriels. Biko naenda. 8. Pillage des armes et munitions de guerre vers le Rwanda et Ouganda pour servir de base arrière. Il est signé l'intention de l'ennemi. Ce que nous disons ici, les intentions de l'ennemi. Le Rwanda a ses intentions ici. Et nous, Congolais, nous avons quelle intention? 9. Infiltration des combattants Tutsi au Congo et reconnaissance des limites du Kivu. Tuangalie mzuri. Kila siku la guerre de M23. Mais qui voit M23 tunaka mara moja Rwanda et tunaka aussi ma grande puissance comme les États-Unis d'Amérique et les autres. 10. Tuer les décideurs. Kuwa watu wetu bakutuongoza. 11. S'attaquer à tous les exilés politiques et les anciens militaires et les tuer. 12. S'attaquer aux intellectuels congolais partout où ils sont pour les affaiblir par des tortures, famine, esclavage. Tuer surtout les journalistes, les membres de la société civile, les responsables des groupes de développement. C'est l'intention à Louis Wetu. 13. Affaiblir la démographie du Congo, surtout du Kivu, en tuant les enfants et femmes intellectuelles. Et les autres femmes serviront des esclaves. On a fait les phrases avec 14. Les provinces du Kivu seront dirigées par les 15. Tuer les Congolais capables de soulever la population contre nous. À Boville. Donc ça, il faut couper la tête de quelqu'un. Donc il est mawazo yabo. Et lorsque nous voulons éclairer une société, il faut nakata kichwa yabo. 16. Affaiblir à tout prix la démographie des tribus Nande, Hutu, Nyanga, Tembo, Chi, Fuliro. 17. Brûler tous les villages et détruire les grandes agglomérations et des grandes maisons. Déstabiliser les territoires et villages qui entraînent les guerriers populaires. Wazalendo, voilà. Banapenda ba éliminer mamugini kwa force et résistance. Les troubita wazalendo. Donc tuchunge wazalendo wetu, tuchunge le patriotisme yetu, tupendane kwanza. 18. Occasionner la famine dans les villes à déstabiliser l'intérieur, c'est-à-dire les territoires. L'intérieur, c'est-à-dire les territoires, voilà, qui ravitaillent les villes. Il faut même les priver d'eau et de courant si possible. Il y a une tension à Louis. On appelle à tout faire ma grande ville, Nanjala, ma grande agglomération. Tout ce pas de maille, na courant. 19. Arrêter tous les Congolais non favorables à notre projet. À vos villes, qu'ils traînent dans des prisons pendant plusieurs années, qu'ils y subissent des mauvais traitements. Finalement, ils mourir en durée de souffrance sans aucun procès. Il faut multiplier des maisons de détention 20, détruire les archives pour effacer l'histoire et tout document de référence sur la réalité du Congo, surtout au Kivu. Il est mawazo, donc les dangers qui est devant nous. Voilà l'ennemi qui planifie contre nous. Voilà son plan. Alors, quel est le plan des Congolais? C'est à moi et vous de réfléchir. Dawa ya kwanza, tupendane. Dawa ya pili, tuunge jeshi letu mkono. Dawa ya tatu,
tupende waongozi. Dawa ya 4, hatuna yengine inji bila Kongo. Dawa ya 5, hata leo uunge adui mkono na uko na problème pour demain, parce que sindi kulo mwakwa kulo, parce que c'est loi muuma, parce que tuangana heria emeati yetu tumabela bera hesi. Mie nimesema wewe upartage hii message kwa watu wengi. Ni message ya mrefu bien sûr, mais ça peut aider kukuwa na esprit patriotique, kukuwa na esprit ya revolution, kukuwa na esprit ya kupenda terre yetu. Kushakuwa inji shagawanyiwa, le Sudan ishagawanyiwa, Yugoslavie leo ushakuwa kama kwa Croatia kama makua ishagawanyiwa. Ile kama unasikia kama nani Autriche, Hongrie kama inji moya ishakuwa ishagawanyiwa. Donc kama tufanye attention, nous risquons de perdre le Congo. Tu risques de perdre, donc tuache blague, tuache distraction. Sawa na mga marera tendera kama nani iliko distraction. Oh kama mandada Aline iliko distraction. Laissons ça, mettons l'iséré dans notre réflexion. Nous allons vivre dans un pays plus beau qu'avant. Le pays de Mamadou, de Lumumba, de Kataliko, de Christophe Munzirwa, de Annualité, de Isidore Bakanja. Nzuko de Mihake, 09 94 22 98 01. Partagez ce message à 100 personnes. Na tuambiane ke tuchunge inji yetu, tu résister jusqu'au dernier goutte du sang. Merci, j'ai dit. Haya, hali hivyo ndivyo ilivyo. Hayo sijui kama ni akor ama maoni yake. Je, wewe waona kama hayo niyo mikataba iliyosainiwa huko Remera 1996 ama ni maoni ya huyu ndugu? Tuambie maoni yako.